Na mtazamaji wa Kivona Media, karibu Sports News hapa na Kivona Media, kipindi ambacho kinakuletea habari za michezo za hapa nyumbani na hata nje ya Tanzania. Leo kwa Sports News tunazungumzia mchezaji wa Simba Sports Club Kibu Denis ambaye ameuzwa hivi sasa. Niko na Mchome, the heavyweight champion, ambaye atanigusia hilo kwa ukubwa wake. Mchome, tumeona Kibu Denis ameuzwa na Simba Sports Club. Kwa upande wako wewe ukiwa kama mchambuzi, umeona sahihi wa Kibu Denis kuweza kuondoka na ipi replacement yake akiwa kama mchezaji mzawa hapa ndani ya Tanzania? Kwa muda sahihi nadhani haukuwa muda sahihi. Kibu alipaswa kuondoka mapema kabisa, kwa sababu ukitazama katika kikosi cha Simba ni miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa kichelewa pia kambini kwenye kujiunga na wenzake. Kuna msimu hakuhudhuria pia kabisa pre-season. Baadaye kukawa na mazungumzo yao baina ya uongozi wa Kibu na klabu ya Simba kwamba kuna adhabu itatolewa, na wakayamaliza wenyewe, wanajua namna ambavyo wamemaliza. Kwanza tuamini na tunajua kabisa Kibu Denis si Tanzania, hilo tunalijua, na alipewa uraia mara baada ya kuanza kuitumikia timu ya taifa. Watu wa namna ile wamekuwa na asili ya kuhaso, yani kutamani zaidi mbele, kwa sababu tunajua asili ya Kibu ni Kongo na hali ya usalama wa Kongo ilivyo. Tunajua asilimia kubwa ya watu kutoka eneo lile wanapenda zaidi kutoka nje kwenda kutafuta malisho na kutafuta sehemu ambao wao watakuwa na ile usalama na amani zaidi. Unaweza kuona pia baadhi ya wachezaji wa Kongo walicheza muda hapa, lakini imekuwa ni sehemu yao ya likizo kuja kupumzika wakati ambao wamemaliza majukumu yao. Kina Mkoko Tonombe wanakuja hapa, kina Papika Bamba, David Ndama Moringa toka alipomaliza majukumu yao na timu ya Yanga, lakini still bado wanakuwepo hapa. So kwa Kibu alianza kuonyesha hiyo mapema na alikuwa akihitaji zaidi kutoka. Kwa hiyo viongozi wao walitakiwa kulichukulia hilo mapema. Pia kuna taarifa ambazo zinaeleza kwamba hii ofa ambayo imekuja sasa hivi na Simba wamekubaliana nayo, kuna ofa ya ziada ambayo iliwekwa kabla ya hii, ambayo hii ilikuwa ndogo zaidi ile ya mwanzo. So wangekubali kuchukua ile pesa ya mwanzo, pengine wangekuwa na replacement nzuri pia zaidi, kwa sababu budget nzuri wangekuwa nayo. So kuondoka kwake kusema ni muda sahihi kwa sababu kwanza wameangalia mbali. Kibu amekuwa na mchango pia kwenye klabu, kwa maana hakuwa na namba nzuri, lakini ni mchezaji ambaye amekuwa akinufaisha Simba kwenye maeneo mengi. First ni mzuri without ball, ambacho ndio kitu kikubwa ambacho watu wengi wa kisoka wanakipenda kwa maana ya makocha. Utaangalia Simba kwenye mabadiliko ya makocha, hakuna kocha yoyote ambaye alifanikiwa kumdrop Kibu. Mwisho pia kocha huyu wa hivi sasa Steve Barker amekuwa akimtumia Kibu kama striker. Unaweza kuona licha kuwa na Sele Gomez, licha kuwa na Jonathan Soa, lakini Kibu alikuwa akitumika kwenye hilo eneo. Unaangalia sasa kwa nini Kibu alikuwa anatumika kwenye hilo eneo, licha kwamba eneo hili alikuwa akilihudumu kipindi uko Mbeya. Yes, kipindi hicho ndio kutoka amesajiliwa na Simba, mara nyingi alikuwa akitumika kama kiungo mshambuliaji kutokea pembeni. Kwa hiyo unaweza ukaona kocha kuna kitu cha ziada ambacho alikiona kwa Kibu, licha ya hao wote ambao walikuwa kwenye eneo hilo la kushambulia. So kuna vitu vingi alikuwa anavinufaisha timu kwa maana ya kukaba, lakini pia pesi yake, na ndivyo vitu ambavyo inazungumzwa timu ambayo ilimuona coach alihitaji mchezaji wa namna hiyo, kwa maana ya mchezaji ambaye ana huo uwezo wa kutembea eneo kubwa la kiwanja, huo uwezo wa kupoka mipira na kuspeed up mchezo. Kitu hicho Kibu yupo nacho, lakini ukija ukiangalia namba zake hazifurahishi, kwa maana ya haziridhishi haraka. Ukisema tumemsajili mchezaji ambaye msimu mzima amemaliza magoli 2, assist 1, unaweza ukastuka kidogo, ni mchezaji wa namna gani? Lakini kiufundi Kibu anakuofa vitu vingi. Sawa, anakuofa vitu vingi, lakini anacheza kwenye eneo gani hasa? Unapocheza kwenye eneo hilo, ni kitu gani ambacho unahitajika kukifanya wewe kama kiungo kwenye eneo la kushambulia? So ukija kutazama kwenye eneo la replacement kama swali lako lilivyouliza, tulikuwa na wachezaji wengi ambao wanafanya vizuri wanapokuwa kwenye timu zao, kwa maana za madaraja ya kati. Wanapokuja kwenye vilabu vikubwa kwa maana ya Simba na Yanga, tunakosa kupata ile quality au ile uwezo ambao alikuwa anauonyesha. Mawili, timu inakuwa inamzidia kwa maana ya ukubwa wa timu, lakini pressure kutoka kwa mashabiki, wanatamani waone vile vitu ambavyo alikuwa anavifanya. Kwa mimi kinadia haraka replacement ya Kibu, kuna wachezaji wawili ambao mimi nafikiria haraka ambao wanaweza Simba kama mwanzoni mwa msimu kwenda kuwachukua kwa ajili ya kuhakikisha ile nafasi ya Kibu ina deal placed na wanakwenda kupata kitu kikubwa. Kitu cha kwanza ni kumrudisha kijana wao Saleh Karabaka. Amekuwa na msimu mzuri, amekuwa akifanya vizuri kwa sababu
Kwanza namba zinaruhusu lakini pia namna ambavyo anapocheza pia analiathiri zaidi eneo ambalo analicheza. Akitokea pembeni fantastic, ana uwezo kutoka na mali, ana uwezo kupiga mashuti, uwezo pia convert nafasi kuwa magoli. Hicho ni kitu kikubwa ambacho Saleh anakuofa kwa haraka. Simba anaweza kufanikisha kwa sababu ni kijana wao, ana mkataba na wao na yuko pale akila mshahara wa Simba kwa sababu ni mchezaji wa Simba, uwezo mkubwa wa kumrejesha kuwa nao. Yes, wa pili ni William Edgar. Nimependa nidhamu yake. Kwanza kuna juzi nimekuwa namsikiliza akizungumza na moja ya media mara baada ya kuwa mchezaji bora. Nimependa namna ambavyo amezungumza. Yes, kuna kitu ambacho tuna lack kwa wachezaji wetu, namna ya kuaddress media. Yaani unazungumzaje na vyombo vya habari, lakini nimependa namna ambavyo ameappreciate mchango wa kocha, ameappreciate wachezaji wenzake mpaka kufanikiwa kumaliza mwezi kuchukua mchezaji bora wa mwezi. So William Edgar amekuwa na mchango mkubwa toka alivyokuwa na Fountain Gate akicheza na Sele Gomez. Hivi sasa Dodoma tunaona namna yake ambavyo anacheza. Utaikumbuka mechi dhidi ya Young Africans, goli analolifunga, asingekuwa na utulivu, ni mmoja wa wachezaji ambao wasingeweza kumfunga Diarra, kwa sababu tunajua ubora wa Diarra 1v1, watakuwa mchezaji awe na utulivu kulikweli ili aweze convert nafasi kuwa goli. So William Edgar anaweza kuwa best option. So hawa wachezaji wawili wanaweza wakawa na mchango mkubwa kwenye kuhakikisha wana replace nafasi ambayo Kiba ameondoka. So far ni maamuzi mazuri, lakini pia kuna muda unaweza ukajiuliza why hivi sasa Simba amekuwa na hiyo tendency ya kuuza wachezaji. Pengine mengine anazungumzwa kwamba huenda kitita hakuna na ndio maana wameuza, lakini pia wameleta baadhi ya wachezaji. Umeona ameuzwa Jean Charles, wameuza Dese Mukwala, wamemuuza na huyu Kibu kipindi hiki. Lakini beta ambacho yanafurahishwa nacho ni namna ambavyo wameingia tena sokoni. Ukiangalia katika sajili ambazo wamezifanya kutoka hii miaka miwili mpaka msimu huu, yani misimu mitatu, unaweza kukubali kwamba kuna baadhi ya wachezaji ambao wameletwa msimu huu pengine wanaweza wakairudisha Simba ile ambayo wanachama na mashabiki wanahitaji. Mtazama Libase Gwe, kina Loemba, yani ni sajili ambazo zinaonesha kabisa zinaingia moja kwa moja kwenye kikosi. Leo hii mwana Simba hamwazi tena Limpanzu ambaye yes, lakini kuna watu ambao wanaweza kaingia na wakaconvert nafasi, wakaiathiri mechi, wakatengeneza mazingira ya timu kupata ushindi. So miongoni pia mwa sababu ambazo zimewapa jeuri kufanya hizi biashara za mauzo ya wachezaji ni hizi sajili pia ambazo Simba wamezifanya. Naam, huyo ni Rashid Shaban Mchome, the heavyweight champion, ambaye amekuelezea vizuri kabisa Simba Sports Club kufanya mauzo ya Kibu Denis kuelekea katika timu nyingine ambayo amekwenda huko. Nimtakie kila laheri kwa sababu ni Mtanzania ambaye atakuja kutumikia timu ya taifa ya Tanzania. Mimi naitwa Nixon Mogeni, mzee wa Red Guard. Hii ni Kivona Media. Endelea kusubscribe, like, comment na kushare. Jambo la msingi kweli, lakini pia endelea kutembea mitandao ya kijamii kama Instagram, Facebook, Twitter, kote huko tukifahamika kama Kivona_media. Asante na kwaheri.